kwenye ndege unasafiri, unasikia tangazo kwamba rubani amepata ugonjwa wa akili. Umeona na mwenyewe umeanza kushtuka sasa Piga picha, umeingia hospitalini kwa ajili ya kutibiwa, umetoka kwenye chumba cha kuchomwa sindano, na ukitoka nje unakutana na mtu anashangaa na kwambia, nani alikuchoma sindano? Unamwambia ni fulani. Wanasema huyu akili zake zimeruka. Lazima itakuchanganya sana. Hapa ndipo utakapojua kwamba afya ya akili ni muhimu katika kila nyanja. Kila nyanja ya maisha. Ukiwa barabarani, kuna wakati mwingine umetukanwa na dereva mwenzako, kumbe ana msongo. Na usipoangalia anahamisha msongo wake unakuwa wa kwako. Wote tulioko hapa lazima tuwe na saikolojia nzuri. Jana tulienda kwa spidi kidogo, lakini naamini kwamba leo kwa sababu kuna PowerPoint, kuna baadhi ya vitu mtaviona hapo. Kwa hiyo natamani tuviangalie kwa ukaribu ili tuende na hii kasi. Kuelewa saikolojia si muhimu tu katika nyanja ya afya na mahusiano, bali pia kuna athari kubwa sana katika ulimwengu wa fedha. Hii sentensi nilianza nayo jana. Nikwambieni, ukiona mtu ambaye anatumia pesa ovyo, mara nyingi ni kwamba huyu mtu kuna sehemu katika saikolojia yake haiko sawa sawa. Lakini sio kila mtu ambaye ana tabia mbaya ni mgonjwa wa akili. Ni kwamba kila mtu aliyekaa hapa ana changamoto ya akili yake. Kama hujanielewa, sema rudia. Yaani kila mmoja unayemuona hapa amekaa ana changamoto ya akili yake, kila mmoja, ila ni kwamba tu haijajitokeza. Ukitaka ujue, mtibue. Huwa kuna vile vitisho vya watu wanakuambia, unaacha utu wangu wa kale unafufuka. Ina maana haukuzikwa kwenye ubatizo. Hayo ndio maisha tulionayo. Sasa sikiliza tena hapa. Mawazo yetu, imani zetu na tabia zetu kuhusu pesa huamua jinsi tunavyopata, kutumia, kuhifadhi na kuwekeza mali zetu. Wewe una imani gani kuhusu fedha? Kwa mfano, kuna mtu ambaye anaamini kabisa kwamba fedha ni chanzo cha maovu na ana fungu lipo kabisa, lakini ameshindwa kuelewa fungu limesema kupenda fedha. Yaani neno kupenda linaondoka, ila anaangalia sehemu tu. Kwa hiyo akiona tu mtu yoyote ambaye ana pesa anasema mdhambi huyu. Ni sawa na mtu ambaye anaamini kwamba askari wote ni wala rushwa. Kwa hiyo akimwona tu polisi, wala rushwa hawa. Hajui kuna polisi waadilifu kabisa. Mungu atusaidie. Kwa mtazamo wako, imani yako inachangia sana. Sikiliza, katika somo hili natamani tuchunguze mambo gani? Tuangalie misingi ya kisaikolojia, historia yake, maendeleo na jinsi mazoea mazuri ya kisaikolojia yanavyowapelekea mafanikio bora ya kifedha. Pia tutaangalia hatari za mitazamo mibaya ya kisaikolojia pamoja na nguvu za kisaikolojia, masoko. Zaidi ya yote tutalinganisha maarifa haya na hekima ya kibiblia kwa mtazamo wa jumla ya maisha. Neno saikolojia ni nini? Usiliogope, ni neno rahisi kabisa. Neno saikolojia ni elimu ya kuchunguza tabia za binadamu, mawazo yao, hisia zao. Inalenga kuelewa kwa nini watu hutenda jinsi wanavyotenda, kama mtu binafsi au kama jamii. Ingekuwa ni mamlaka yangu, yani ingekuwa mimi ndio nafanya mamlaka ya masuala ya elimu kwa ujumla, ningesema walimu wetu wote wanaosoma education, badala ya kusoma degree ya kwanza miaka 3 alafu wakasoma introduction to psychology kama kakozi kanakojitegemea, ingekuwa mamlaka yangu, wangepiga mwaka mmoja wa ziada wa saikolojia tu, ambayo itawasaidia wanafunzi kumwelewa mwalimu zaidi. Wengi tuliokaa hapa tunachukia na kuogopa hisabati. Hisabati sio ngumu, ni rahisi kama kumsukuma mlevi, ila inategemea mwalimu. Mwalimu anaingia darasani na fimbo 5. Anakuambia leo tunajifunza quadratic equation. Utaelewa kitu hapo? Unaona, kuna mwalimu mmoja mnamuona mitandaoni amemudu hisabati kweli kweli. Nampongeza sana yule bwana. Yeye hisabati, masomo yake ya hisabati, mada nyingi ameziunda kwenye nyimbo.
Kwa hata kama ni formula anaimba, wanafunzi wanaimba, inakaa vizuri kichwani, wanaelewa, wanaipenda hiyo hisabati. Lakini kuna mwalimu anapoingia darasani tu kufundisha hisabati, yani ile tu introduction tu ya kwanza, anakuambia leo tunaanza mada ambayo wenye vichwa vya panzi mtafute pa kukaa. Kwa hiyo mpaka pale unawaza, unasema hii nitaiweza kweli? Kuna mtu ananitazama hapati majibu, lakini ngoja nikupe taarifa leo. Cheti changu cha form 4, masomo yote sina, yani na somo moja tu ambalo lina hiyo alama hiyo. Hujanielewa. Hii alama ikiwa kwenye gari ni baraka, inamaanisha full tank. Ila ikiwa kwenye cheti cha Pastor Vlozi, umenielewa hiyo alama hiyo. Lakini ambacho kimenishangaza, haiwezekani kwenye hisabati mimi nipate F, lakini biology mimi na B. Haiwezekani chemistry niko vizuri na physics. Kuna shida iko mahala fulani tu hapo, ambayo tukiweka vizuri, yani kila mmoja hapa atapenda hisabati. Na ukiniuliza mchungaji, kwa nini unaipigia debe hisabati? Lengo la hisabati kisaikolojia ni kumsaidia mtoto kuwa na uwezo wa kutatua migogoro ukubwani. Kama umenielewa, mshike mkono jirani yako, mwambie imeze hivyo hivyo. Hiyo ndio lengo lake kubwa hilo. Kwa leo huyu ukiona tuna watu ambao wanapenda shortcut, hawapendi kushughulika na migogoro, nenda ukaangalie hisabati. Ilikuwaje? Maana akili inachoka haraka. Mimi siku moja nilikuwa na mavyuma yangu mengi mavyuma, nikamuita mtu mmoja nikamwambia nataka unitengenezee hapa sehemu ya kuanikia nguo. Yule bwana akatazama yale mavyuma, akayaangalia, akanambia mchungaji, kitu haiwezekani. Kwa hiyo inabidi tu labda ukayauze kwenye maskrepa, alafu ukanunue vyuma ambavyo vimenyooka. Nikamwambia kwani hatuwezi kuyaunga, tukaunga tutengeneze likawa tu likubwa namna hii? Kumbuka mimi ni mtu wa theolojia, sijui mambo ya ufundi. Akaniambia hiki kitu bwana hakiwezekani. Nikamuita mwingine, nikamwambia mimi nitakununulia vifaa, nitajie vifaa. Akataja vifaa vyote, nikamwambia chomelea hili, unganisha hapa. Akaunga, choma hii, unga hapa. Haya, tushapata chuma kirefu, weka hapo, tengeneza. Ikatokea kitu cha kuanikia kizuri, lakini fundi aliniambia hicho kitu hakiwezekani. Kidogo nimuulize, hisabati ulipata ngapi? Katika muktadha wa fedha, saikolojia huangaza jinsi tabia hizi zinavyoathiri maamuzi ya kifedha na namna watu binafsi au makundi wanavyoelewa na kusimamia pesa. Atasikia hii sentensi ni muhimu sana. Saikolojia ya utambuzi ni tawi la saikolojia linalochunguza namna binadamu wanavyotumia akili zao kufikiri, kuelewa taarifa, kufanya maamuzi na kutatua matatizo. Katika muktadha wa fedha, saikolojia hii inatusaidia kuelewa kwa nini watu hufanya maamuzi fulani ya kifedha hata kama wakati mwingine si ya busara. Kwa hiyo kuna mtu anaweza kufanya maamuzi ambayo si ya busara kabisa. Unaweza kusema hivi, huyu yukoje? Lazima tumchunguze. Kuna tatizo mahala fulani, halijakaa sawa. Niliwaambieni jana, kumiliki simu ya milioni 3 wakati huna kiwanja, nikitumia tasfida, nipunguze ukali wa maneno kabisa, ni tatizo la kufikiri. Ila kuna watu ungewaweka hapa, wangeongea kwa lugha ile ya moja kwa moja, wangekwambia ni utaahira. Sio neno zuri sana, ndio maana sipendi kulitumia. Lakini iko hivi, mmegundua kwamba vijana wengi wanaishi maisha ya show off, yani watu wanione. Watu wanione nikoje, maisha yangu yakoje, watanitafsiri vipi. Yani ukiishi katika dunia ambayo unawaza watu watakufikiri vipi sasa hivi, kwa unaishi kwa kuwapendeza hao watu, una mgogoro wa akili ambao unatakiwa ufanyie kazi haraka sana. Yani ukirudia shati lako, umelivaa shati siku 3, watu wakikwambia umerudia shati, unapungukiwa na, yani wakishakwambia hivyo unapungukiwa na, yani kuna shida gani katika kurudia shati? Shati ni la kwako, unalala kwako. Yani tatizo liko wapi hasa ukirudia shati? Lazima uelewe kuna wakati wa kurudia shati ili utengeneze nyakati za kutokurudia shati.
Nipungie mkono kama unaanza kunielewa sasa. Kwa hii utakapoelewa vizuri, kuna kitabu na recommend wale tuliokuwa Zanzibar kwenye Atape, nilikisema kitabu nikasema tafadhali sana kila mmoja nunua kitabu hiki kisome, kitakusaidia sana. Kuna recommendation 3 uzisome vizuri. Moja wapo kinaitwa Money Psychology. Ni kitabu muhimu sana ukisome. Yule jamaa amedadavua vizuri saikolojia ya fedha. Lakini kuna kitabu kingine kimeandikwa Thou Shall Prosper. Kimeandikwa na Rabbi Daniel, ni Mwisraeli ambaye yuko smart kwenye masuala ya fedha. Anatumia Torati kufundisha fedha. Kile kitabu ukisoma ukikimaliza hutakuwa kama ulivyo. Kinakubadilisha mtazamo kabisa katika maisha yako ya kifedha. Wote tulioko hapa tumeumbwa kufanikiwa, tatizo ni fikra. Ukibadili fikra kila kitu kitaenda sawa sawa. Sasa sikiliza. Mwelekeo wa fikra ni mwelekeo wa akili kufikiri au kuhukumu mambo kwa njia zisizo sahihi kwa sababu ya uzoefu wa awali, hofu au imani tulizo nazo. Sasa kwa mfano, wote ambao tumetazamana hapa, tumekaa tunasikilizana hapa, kuna kitu kimerekodiwa kwenye ubongo wako. Chochote utakachokiona kwa mara ya kwanza, ubongo wako utakitafsiri kulingana na taarifa iliyohifadhiwa awali. Mchungaji, hatuja kuelewa. Waafrika hasa wa Tanzania walipoona walipoona kiumbe moja anaitwa taki kwa lugha ya mkoloni, taki ni kiumbe ambaye ni ndege likubwa lizuri, lina nyama tamu sana. Kule katika nchi za Ulaya ni mojawapo ya ndege wa heshima. Walipomuona wa Tanzania wakaulizwa, huyu ndege mnamuitaje? Mtanzania akamtazama, cha kwanza kilichokuja akilini ni bata, kwa sababu huku anafanana kama bata. Ila alivyoona linyama liko hapa hivi mdomoni kama la bata kabisa, ila ni mkubwa kuliko bata. Mwisho akahitimisha bata mzinga, yani nilibata lakini mzinga. Kwa mpaka leo ukiuliza yule ndege anaitwaje, hizo bata mzinga. Siku moja hata mimi niligundua kwamba nina hili tatizo wakati mwalimu anafundisha darasani, profesa mmoja Mhispania, akawa anaelezea vitu, anaelezea, baadaye akapitisha neno silk kwenye PowerPoint, likapita ghafla, silk lilivyopita kaliondoa. Lilipoondoka tu ile silk akaja kuuliza swali darasa zima. Akasema, what does cow drink? Wote tulijibu milk. Akacheka yule mzee. Sasa tukashaka, unatucheka nini? Mwisho mzee akasema, the cow does not drink. Hili swali lilikuwa ng'ombe anakunywa nini? Wote tukajibu maziwa. Mwisho akasema, lakini ng'ombe huwa hanywi. Mwisho akasema, unajua kwa nini wote mlijibu maziwa? Ni kwa sababu neno la kwanza ulitangulia ni silk. Akili yako ilivyoona silk ikaunganisha na milk. Ndiyo maana ukianza kuambiwa habari za Mbaga negative, akianza kuongea namna hii ukimtazama, kinachokuja cha kwanza ni negative. Kwa hata kama aongee jema kiasi gani, ukimtazama hiyo anauza madawa. Kwa sababu ndio imekuja ya kwanza akilini. Hii inakufundisha nini? Katika fedha, unapoona kitu chochote mbele yako ambacho kinatakiwa kutumia fedha, anza kutuliza ubongo kwanza, ili uwaze katika akili ya kawaida isiyo na mhemko, ndipo uanze kuona nanunua au sinunui. Haleluya. Nitapoteza pesa yangu au sipotezi pesa yangu. Mfano, sikiliza. Kuna kitu ambacho jana nimekisema kinaitwa confirmation biases. Yaani nilisema kwamba kila mtu ana bias yake. Jamani, naongea na watu au na binadamu? Nyie si watu wazima sasa Aje hapa, kongamano hili ni la Waadventista wa Sabato. Aje hapa mtu anapresenti mada, amevaa msalaba. Haijalishi ataongea mazuri kiasi, utasikiliza ila lakini akija mtu mkasikia CV yake ikisomwa, anasema huyu ni kati ya wahadhiri wa chuo kikuu cha kanisa la Wasabato kule Andrews, ana neno kwa ajili yenu. Unafungua mpaka madirisha ya ndani. Bias. Na jana nikawapa mfano, nikawaambia ikatokea tu mtu ambaye unamkubali akikwambia, jamani vitunguu saumu ni dawa, patajaa harufu hapa.
Kila mmoja katafuna punje zake 3, 4, 5 kwa sababu ya bias. Kwa kila mmoja ana bias. Nina theory hii, kama ni mbaya sana utanisamehe, ila ukiitumia inaweza kusaidia. Sikiliza vizuri. Mtu yeyote kwenye maisha yako anayekuja nyumbani kwako, kwenye biashara yako, kwenye maisha yako, hata kama unamkubali kiasi gani, usimwamini kwa asilimia zote. Weka kaeneo ka uharibifu. Watu wanakuja na lebo. Yaani ukute mtu anakuja na kusalimia alafu ana lebo, nitakuibia. Hizo lebo zinawekwa? Hakuna kitu kama hicho. Niliwaambieni wale wakopaji sugu wanajua kuomba, anakusoma. Nina jambo, kabla ya kuongea tuombe kwanza. Mkiomba mkimaliza atakuelewesha vizuri, utajikuta automatic umetoa nini? Pesa. Kila mtu unayemuona uweka kwamba kuna kaeneo fulani ambako lazima niweke haka ikitokea dharura. Hata barabara zina reserve. Dharura ikitokea ninapaki hapa. Sasa lazima ujifunze hizo bias. Mtu anaweza kuendelea kuwekeza, niliwaambieni habari ya kuwekeza, anaweza akaendelea kuwekeza hata kama kitu hakilipi. Tatizo liko katika ubongo wake. Lakini kuna kitu nakiita mwelekeo nanga, anchor's bias. Natamani sana hii watu waweze kuijua. Anchor's bias au mwelekeo nanga. Huu ukoje? Hii hutokea pale mtu anapotegemea mno taarifa ya kwanza aliyoipokea kuhusu jambo fulani na kufanya maamuzi kwa msingi huo huo. Yaani kuna taarifa ya kwanza uliipokea na hiyo inakusababisha unafanya maamuzi. Sikiliza mfano huu. Mfano, mtu anaweza kushikilia bei ya awali ya hisa fulani na kuamini bado ni nafuu hata kama soko limebadilika. Bado nataka niende zaidi ya hapo. Mmewahi kutembea kwenye masupermarket ambao unakuta kwamba bidhaa wanakuambia kuna asilimia 50 off, 30% off, 50% off, 20% off, yani off ziko hapo. Kwa unakimbilia unasema naenda kununua ile bidhaa. Bidhaa ilikuwa inauzwa shilingi 100,000, lakini ukifika dukani inauzwa shilingi 70,000. Kwa akili yako unaweza ukadhani ya kwamba ile bidhaa imeshuka bei kwa sababu ilikuwa 100,000. Lakini kuna kitu wamekuchezea akili hapo hujakishtukia. Ni kweli ile bidhaa ilikuwa 100,000, wamekuuzia 70,000, lakini saikolojia yako wameicheza vizuri kabisa kwa hiyo namba 70%. Ukichunguza kwa kina, thamani ya bidhaa imeshuka, hujapunguziwa chochote. Mshike mkono jirani yako, mwambie umeelewa au arudie. Hawa kina Mzee Mavanza wana kitu chao wanakiita depreciation. Yaani kitu kikikaa kinapungua nini? Thamani. Sasa katika masoko, saikolojia ya masoko, mnapoona hayo mabango yamewekwa barabarani, katika saikolojia ya masoko, wanaajiriwa wana saikolojia kubuni rangi na waandikeje. Ndio maana ile habari ya 70% huwa inaandikwa kwa herufi kubwa, ili ndio uione kwanza pop. Kwa hiyo bidhaa ilikuwa ni shilingi 100,000, amekuambia imeshuka sasa hivi ni 70%. Huyu anayeshusha 70% ina maana kwamba ametoa 30%. Shilingi 100,000 kama imetolewa 30%, shilingi 100,000 ikitolewa 30% inakuwa ni shilingi ngapi? Ikitolewa 70% inakuwa kiasi gani? Sawa, jiulize, nani ambaye atafanya biashara ambayo hailipi? Yaani atoe hii pesa yote haimlipi. Yaani kwa kile kaida hicho kitu hakiwezekani. Kwa hiyo anachofanya ni nini? Anaangalia bidhaa imekaa kwa muda gani kwenye shelf. Kwa mwisho anaona hii bidhaa haitauzwa kabisa, litapoteza. Kwa hiyo lazima ashushe ile thamani yake. Kwa lugha nyingine, bei unadhani imebadilika, haikubadilika. Kilichobadilika ni thamani ya bidhaa. Thamani ya bidhaa imeshuka, kwa hiyo bei uliouziwa ni ile ile kulingana na thamani yake. Hiyo imeingia akilini vizuri hiyo. Lazima uelewe hilo, usije ukakimbilia hapo sasa. Kuna kitu nakiita upotovu wa akili. Hii ni hali ambapo mtu anapotoshwa na namna akili yake inavyochakata taarifa. Anaweza kuweka fedha nyingi sana kwenye mradi mmoja kwa sababu anaamini bila shaka utaleta faida kubwa bila kufanya utafiti wa kutosha. Yaani anamimina pesa kwenye mradi mmoja maana ameshawishika hapo kwamba hapa huu mradi utatoa.
walio wengi unaowasikia nakwambia niliweka pesa nyingi kwenye mradi fulani, lakini baadaye nimeingia hasara kubwa sana. Ukikaa naye utagundua alipata tatizo la akili linaitwa upotovu wa akili. Yaani akili inakupotosha. Akili inakuaminisha kwamba huu mradi unalipa. Kwa unajikuta unaweka pesa nyingi kwenye ule mradi. Utafanyaje ili kuepuka hii hali ya akili? Biblia inasema mtumaini Bwana Mungu wako wala usizitegemee nini? Akili zako. Kwa hiyo lazima utafute kichwa kingine unachokiamini. Muulize, nimeambiwa kulima maembe inalipa. Kuna eka kadhaa. Msimulie ule mradi jinsi ulivyo, tafuta kichwa cha tatu kingine. Ukipata vichwa vitatu vinaongelea kitu hiki na kipo kinyume na wewe, tafakari mara mbili. Haleluya Bwana. Tafakari mara ngapi? Kuna watu wenye nguvu ya ushawishi katika miradi. Unisikilize hapa vizuri, maana wengine wako humu. Yaani kuongea ni kipaji. Kuna mtu ukimpa kuongea hauwezi kushawishi mtu hata huyu. Hata kidogo. Sio kwamba huyu mtu hana uwezo, ila ana karama yake nyingine kabisa na anafanya vizuri kwenye karama yake. Kwa hiyo kuna watu wamekaa hapa, ukiwapa kupiga kampeni ya kuuza mchanga utanunua. Baada unakuja kushtuka, hivi najenga wapi? Ushanunua. Hata baadaye hapa inatakiwa wasimame watu, kwa mfano kutoka kanda mbalimbali za Atape, kutoka Iringa, kutoka Mwanza, kutoka Tabora, kutoka wapi. Ni vizuri wakasimama hapa wale viongozi wakaanza kutuambia fursa zilizopo kwenye maeneo husika. Lakini kuna mtu yuko hapa ukikutana naye atakuelezea kuhusu biashara zinaitwa network marketing. Zile biashara unaweza ukajikuta umeingia haraka sana kwa sababu zifuatazo. Ikutane na mtu anayejua kueleza kama Sadiki. Yaani mwenye karama ya uinjilisti. Akikueleza utajikuta umeingia na nakwambia hapa unapata pesa hivi na hivi na hivi. Akikueleza unaona pesa inalipa ya haraka sana. Sasa toa ile pesa yako, anza ile biashara. Unakuja kugundua ulichoelezwa sicho. Naomba samahani, maana baada ya hapa sitakuwepo tena, uenda nikishamaliza hapa nitatoroka. Iko hivi. Kwa mfano, umai kuona kipimo ambacho unakishika mkononi alafu kinapima mwili mzima? Basi koja tuache. Umai kuona kipimo ambacho unakishika mkononi hivi alafu kinapima mwili? Simwai kuviona? Kama kile kipimo kina ukweli, kwa nini serikali isinunue? Tunahangaika kupima ini na figo peke yake. Niliomba msamaha mapema. Tuchukulie kile kipimo kina ukweli. Na tuna serikali ambayo inahangaika kununua mavipimo huko India, huko wapi, tunapima figo, tunapima ini, tunapima sijui nini peke yake. Ila hapa tuna kamashine. Ukikaweka tu hivi kanapima mpaka damu. Nimetulia kidogo ili ingie kwenye akili. Mimi siku moja nilimbana mmoja. Akaweka ile mashine vizuri, nikamwambia hapana. Hapa hebu weka, si kuna sehemu ya kuweka jenda ile mashine yake. Nikamwambia weka female. Hapana wewe ni male, nikamwambia ndio najua. Weka female. Akaweka, mashine ikaniscan. Nikaonekana na fibroid. Sasa mimi kizazi nakitoa wapi? Kuna mtu akinitazama anaweza kusema pastor huenda anapinga tiba asili. Ni uongo. Mimi ni mdau mkubwa sana. Watu wa Muhimbili wanajua, ni mdau wao mkubwa kuliko kwenye kitengo cha research kule. Wanajua kabisa. Ni mdau mkubwa. Lakini ninachokuokoa, usitumie mihemko kufanya maamuzi ya tiba. Haleluya. Anza na wewe kujiongeza. Unapewa kitu kamoja tu, unaambiwa haka
kanatoa sumu zote. Kunywa Thiodani alafu unywe yako. Tutakuja kula wali. Umeona saikolojia ni muhimu katika kila area. Huku unaweza ukabana ukajikuta umeingia sehemu nyingine kabisa mpaka unashangaa. Ukija kwenye fedha ni hivyo hivyo. Network marketing hivyo hivyo. Tuliza ubongo wako, usitumie mihemko. Haleluya. Kwa kuelewa namna akili zetu zinavyofanya tuone au tafsiri mambo ya kifedha, tunaweza kuepuka maamuzi ya haraka na yenye jazba kama ifuatavyo. Kuwa na mtazamo mpana na wa kina kabla ya kutumia au kuwekeza. Natamani hii sentensi uiandike, utembee nayo kila mahali. Kuwa na mtazamo mpana na wa kina kabla ya kutumia au kuwekeza fedha. Mtazamo wa kina, zingatia sana hilo. Namba 2, kuweka mikakati ya kifedha kwa kutumia ushahidi na mantiki badala ya hisia au mazoea tu. Nataka uone ushuhuda mmoja jinsi ambavyo saikolojia ya fedha na nidhamu inavyoweza kumfikisha mtu katika mafanikio. Kati ya wanatape mmojawapo ni ndugu Mgimba, anaweza akaja kwa wakati huo. Na ndugu Mgimba ni kati ya watu ambao wametumia andiko la Mhubiri ambalo linasema kwamba tupa chakula chako kwenye nchi, yani usiwekeze katika kitu hiki. Wakati anakuja na kuchokoza uliyeko hapa. Najua kuna wengine mko hapa mmeajiriwa, wengine mmejiajiri. Kama unategemea chanzo kimoja cha fedha imekula kwako, hicho chanzo una hatari ukifanya kuwa Mungu. Kikikata pressure. Ndugu yangu, kweli mpaka dakika hii hata kuku huna, mbuzi, yaani kakitu kadogo, kuwa na moja pale, kuwa na kingine pale, kuwa na, usiwe na vingi ambavyo unashindwa kuvimanage, lakini kuwa na nidhamu ya fedha. Karibu. Sikia tu kwa dakika chache. Kuna documentary ambayo nadhani kesho au nadhani kesho mtaipata vizuri, lakini kwa sasa hivi hebu tusikie kidogo kuhusu nidhamu ya fedha na ndugu yangu Alpha pamoja na mke wake hapa. Kwanza niukaribishe, tuambie jina lako ni nani, maana kuna watu wanakutazama. Mimi najua tu Alpha, wewe unaweza ukaelezea zaidi ya hapa. Bwana Yesu asifiwe. Tuko hapa na mwenzangu, ni wakurugenzi wa Alpha Agrovet Supplies Limited. Tunashughulika na masuala ya kilimo na mifugo. Tunapatikana pale Iringa mjini, ndiko makao yetu makuu yalipo ya kampuni yetu. Asante. Karibu tusikie uwekezaji wako. Ya, sisi kama Alpha Agrovet Supplies Limited tunashughulika na masuala ya kilimo, hasa tumewekeza katika kilimo na teknolojia kwa ujumla, lakini pia tukaenda zaidi ya hapo, tumewekeza katika swala zima la uzalishaji wa vyakula vya mifugo. Hicho ndicho tunachokifanya. Katika familia yenu, nyewe mmezaliwa wangapi? Katika familia yetu tumezaliwa 7. Wewe ni mtoto wangapi? Mimi ni mtoto wa 6. Uchumi wa pale nyumbani kwenu ulikuwaje wakati mnazaliwa? Kiukweli ulikuwa ni uchumi wa hali ya chini mno. Siwezi kuuzungumzia kabisa. Ni ule ufukara kabisa. Ufukara kabisa. Ndio. Unaweza ukatupa tu kidogo tu kwamba ilikuwa ni mazingira gani? Labda mlikuwa mnaishi kwenye kitanda kamoja, watu wote mnalala hapo. Ufukara wenyewe huo. Mazingira ya nyumbani kwetu kiukweli ni mazingira ya hali ya chini mno. Baba yetu kwa kweli kiujumla tulikuwa tuna uwezo wa aina yote, lakini unakuta watoto 3 4 nalala kitanda kimoja. Nini kilikusukuma hadi ukaamua kuwa mwekezaji kutokea familia fukara hadi hapo ulipofika una makampuni sasa? Kweli niliweza kuchukizwa na hali hiyo kwa sababu nikatambua ya kwamba yale sio maisha ya kuendelea kuyafikiria na kuendelea kuwepo katika hali ya namna ile. Weka nukta hapo. Cha kwanza, lazima uchukizwe na maisha ya umaskini ya familia yenu. Ukiyapenda utasonga nayo. Your wish is my command. Yaani nimeyapenda, songa mbele. Na taarifa yako ni hii, kama baba yako alitembelea baskeli,
jiandae kutembelea ndala usipopambana kumzidi. Haya, kwa habari ya nidhamu ya pesa, uliwezaje kukusanya hadi ukaanzisha kampuni? Kiukweli kwa sababu ya mazingira yenyewe yalinilazimu niweze kuwa na nidhamu katika utafutaji. Tukaanza na biashara yetu ya hali ya chini sana, biashara ya uchuuzi, lakini ilipofika 2015 nikairasimisha biashara kuwa rasmi sasa kwa kuisajili, na kwa sababu hiyo ikanipelekea pia niweze kuwa na nidhamu katika masuala mazima ya biashara na fedha kwa njia ya utunzaji wa kumbukumbu. Ulianza biashara ukiwa umeoa au hujaoa? Kabla sijaoa. Kabla hujaoa. Kwa hiyo mama amekuja akanikuta niko njiani. Alikuta ndo umeanza hapa? Nimeanza, niko njiani natembea. Asante sana. Mama, hebu niambie, wanasema kwamba wamama wanapenda sana kutumia kuliko kutafuta. Unateteaje hoja kwamba si kweli na ulimkuta? Asante, nashukuru kwa kupata hii nafasi. Ni kweli tunaweza tukasema ukitizama kwa mtazamo wa mama sio wote. Sio wote. Ndio. Baadhi wana hiyo hali, lakini sio wote. Sio wote. Yes. Na wakati umeingia sasa kwenye ile, umekuta hii familia ina biashara ambayo inaendelea pale, na wewe una mahitaji yako binafsi, lakini ukiangalia mna target ambapo mnaenda mahala fulani. Je, ulikuwa unachukulia kwamba labda huyu mzee ni mgumu sana au ulikuwa una target? Kwa kweli mimi niliona ana target. Niliona kuna kitu mbele kinaonekana. Kwa hiyo na mimi nikaingiamo humo. Nikaingia ndani ya hiyo kitu. Tumpeleke Msoma. Na yeye akaingiamo humo. Mambo yakaenda vizuri. Biashara yoyote kwa wanandoa, mnapokuwa mnafanya biashara, mna mitazamo miwili tofauti kuhusu biashara, iandae kufa. Ikatokea mna mitazamo inayofanana ya kukubali mapambano kwa ajili ya mafanikio ya mbele, jiandaeni kufanikiwa. Mama, wewe katika ile biashara unasimamia mambo gani hasa? Mimi katika ile biashara kwa kweli jicho langu kubwa liko kwenye fedha. Ingawa kuna wahasibu, lakini pale natizama sana. Mmesikia vizuri, mmeelewa lakini. Mama jicho lake lipo katika nini? Na makusudi kabisa kumuuliza hivi kwa sababu zifuatazo. Wanandoa, kwanza mnitazame hapa. Katika ndoa kila mmoja ana karama yake. Unaweza ukakuta mmoja wenu ana uwezo wa kuzileta lakini hawezi kuzitunza. Ni mtapanyaji. Ukigundua mwenzako ana uwezo wa kutunza, mletee atunze. Mtie moyo kwenye kutafuta. Haleluya. Mkigawana vizuri ya madaraka haya, sawa sawa kabisa. Mama ni mtaalamu wa kupiga jicho kwenye pesa kama Yesu. Asante sana. Mzee Mgimba, mnafanya vitu gani? Kuna labda biashara ambazo unafanya kadhaa. Nitajie tu kazi zako kadhaa, hata 3, 4, 5 hivi. Sisi tunafanya biashara za kuuza na kusambaza pembejeo za kilimo na teknolojia zake. Lakini pia tunafuga. Mnafuga nini? Kuku. Kuku wa mayai. Ndio. Lakini pia tunatengeneza chakula cha kuku. Lakini pia tunalima. Lakini pia tunafuga samaki. Bwana, vyote hivi unaviwezaje we mtu mmoja? Kama tunavyosema, kadri unavyoongeza biashara yako ndivyo unavyotakiwa uwe makini katika namna ya kuvimanage. Kwa hiyo tunachokifanya hapo, tumetengeneza tu mfumo mzuri tu ambao unatusaidia, lakini pia tuna wasaidizi wanatusaidia. Mna wasaidizi ambao wanawasaidia. Asante sana. Kwenye documentary tutaona kwa kina zaidi hiki ambacho amekiweka vizuri. Mwisho, swali la mwisho, unaongeleaje nidhamu ya pesa na mafanikio? Vitu gani ambavyo ulikuwa unasema hivi nilijizuia kweli kweli ili nifikie target? Kiukweli tunaposema mafanikio yote yanaendana na nidhamu. Nidhamu ya fedha, nidhamu ya muda, nidhamu ya kujali ile shughuli unayoifanya. Kwa hiyo kinachoweza kikatusaidia katika kutembea katika biashara
ni namna ya hiyo discipline ambayo inayotuongoza, na sisi tunasimamia fungu moja la Joshua 1 mstari ule wa 7. Ile fungu linatujengea confidence kubwa sana katika kusimamia shughuli zetu. Amina. Narudie kwa mama. Ni jambo gani ambalo unasema ninakumbuka hili nilikuwa nimelitamani sana lakini nilihakikisha najizuia hata kama nalitaka, kwa kuwa najua kuna target fulani kwenye biashara yetu? Moja tu ambalo nalikumbuka wewe. Kitu kimoja tunasema hiki nilikitaka kweli kweli, ila ilibidi nijizuie maana tuna target. Kwa kweli mimi nilikuwa najizuia sana kwenye mambo ya mavazi. Mavazi. Wamama mpo au hampo jamani? Mavazi. Muonekano kwa ujumla. Ulikuwa unajizuia hapa. Nilikuwa najikaza sana. Maana unaweza ukakuta saa zingine unaweza ukawa unatamani nguo ya Uturuki. Yes. 160, 180. Ndio. Unaangalia kipato chako kinalenga kwenye 20,000. Kwa hiyo inabidi utulie kidogo. Bwana akubariki sana. Mnaweza mkarudi. Asante sana. Nidhamu. Sasa kuna PowerPoint moja, amepiga makofi tu mtu mmoja hapa. Jamani, mliambiwa ungepiga makofi ni dhambi jamani. Nina andiko linalowaruhusu kupiga kabisa, lipo kwenye Zaburi. Kwenye PowerPoint kuna quotation moja natamani muione, bwana mwenyewe tu Wayne Chrysler. Hebu muione hiyo kama imeletwa hapo mbele yako. Kama mnaiona semeni amina. Bado Bado haijaja? Haijaja? Haya, mimi nawasomea tu. Hatua ya kwanza kuelekea mafanikio ya kifedha ni kuepuka maamuzi mabaya yenye gharama kubwa. Kuna siku niliamua kabisa wakati nafanya presentation hizo kwenye TV na nini, nikanunua shati la mtumba zuri tu, nikalinyoosha vizuri, nikavaa, nikafanya kipindi, nikamaliza. Hawa ndugu zangu wa Hope Channel hawa, kabla hujaja hapa mbele, wanakukagua kila kitu, shati limekaje, tai ikoje, nini, wanakupaka na vile vitu vyao ambavyo nilishavikataa nisipakwe, wenyewe wanaelewa, wanakuweka hivyo wanavyotaka wao. Sasa wakati wa kurudi nikawauliza, hivi kadiria tu hii shati. Mmoja akaniambia hii shati piga ua laki. Nikaambia hii shati piga ua 15,000. 15. Jana nilitoa tahadhari nikasema usije ukaangalia kabila langu ukaanza kunihukumu mafundisho yangu. Ninachoongea hapa ni kwamba tunachokitazama ni nini? Hiki kitu nakihitaji sasa? Nikinunua kiatu cha mtumba cha ngozi nina hasara gani? Kuna wakati wa kupanda na wakati wa kufanya nini? Wa kuvuna. Kumbukeni cha kwanza, chukia mazingira ya nyumbani kwenu. Naomba kama PowerPoint inaweza ikasogea kidogo hapo, Mithali 14 fungu la 15. Hili ni andiko muhimu sana ambalo natakiwa ulibebe likukere kwenye maisha. Sikia maneno haya. Mjinga huamini kila neno, bali mwenye busara huangalia sana aendavyo. Ukikutana na jamaa ambaye kila kitu anaamini, ni mjinga. Kuwa makini. Wanaatape wote mnaonisikiliza, naomba mnitazame niseme hili neno liingie kwenye akili ya kirafiki vizuri kabisa. Sikiliza. Hakikisha ya kwamba ubongo wako unaujaza maarifa na sio story. Haleluya. Haleluya. Soma vitabu. Unapoingia kwenye Instagram kufollow mtu, unamfollow ili akusaidie nini? Ukiingia YouTube unaangalia kitu ili kikusaidie nini? Uwingi wa maarifa akilini utasaidia maamuzi katika maisha yako. Bwana wabariki sana.